Kwa nini tunamuita Yesu ni mfalme? Natambua kuwa tumewahi kusikia mara nyingi ile neno mfalme, na hata sasa baadhi ya nchi zina wafalme. Uingereza au jamii huko Uarabuni bado watu wanaita wafalme. Huko Swaziland kuna wafalme huko, lakini huko kwetu hatunalo sana hilo kutokana na utawala kubadilika. Na zaidi sana sisi nyakati hizo za nyuma kabisa hatukuwa na wafalme kama wafalme, lakini tulikuwa tuna watu ambao tunawaita watemi. Walikuwa na makazi yao maalum. Ndio maana Dodoma yetu tunaposema Dodoma Makulu, manake hapo Makulu yalikuwa ni makao makuu ya mtemi ambaye aliishi hapo. Kwa hiyo hawa watemi walikuwa na hadhi ya kama hawa wafalme. Sasa kutokana na maisha ya nyakati zilizopita, na hasa tunakumbuka katika historia ya kanisa mwaka 1914 mpaka 1918, ulimwengu uliingia katika adha, katika mahangaiko ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Na baada ya vita ile kuisha, kapita miaka michache tu kama miaka 7, ndipo ambapo Baba Mtakatifu Pio wa 11 aliamua kuweka sherehe hii ya Yesu Kristo ni mfalme. Lakini iliwekwa hapo kutokana na uzoefu wa baada ya vita. Maisha yalikuwa magumu, hali ilikuwa si hali tena, lakini pia kila mmoja aliyekuwa na mamlaka alijitwalia mamlaka kwa nguvu na akatawala anavyopenda yeye bila kujali haki za watu, na wakajiita wafalme. Na kwa sababu hiyo wakajiita wafalme wengi, kwa hekima na busara ya kanisa kumpitia huyu Baba Mtakatifu, ilibidi warudishe imani ya watu pamoja. Na katika kurudisha imani hiyo ya watu pamoja, kujenga umoja wa kitaifa katika mataifa mbalimbali, kuleta furaha, amani na mshikamano, kama vile kuanza upya, aliamua kwanza kupunguza nguvu ya hawa wafalme. Na nguvu hiyo ilipunguzwa kwa kuliambia kanisa kuwa yupo mfalme mmoja tu ambaye anatawala mbinguni na duniani. Ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ndiye anayepaswa kuogopwa, kuthaminiwa, kuheshimiwa na kufanyiwa kila kitu. Wengine wote ndio tunawafanyia hivyo, lakini tusiweke imani yetu kwa mtu, ila tuweke imani yetu katika Mungu, na huu ndio usalama, hii ndio amani, na hii ndio furaha. Basi mwaka huu 1925 alitangaza rasmi kuwa sherehe hii tunayoadhimisha leo iadhimishwe mwezi wa 10 mwishoni, kuondoa matabaka na vurugu mbalimbali zilizokuwa zinaendelea duniani baada ya vita kuu ile ya kwanza ya dunia. Na ndipo ambapo aliamuru pia kanisa kufurahia sana siku hii ya leo na kuondoa hayo yote ambayo yalikuwa yanawakandamiza wanyonge na walio chini. Tangu nyakati hizo 1925 mpaka 1969 kanisa limeendelea kufurahia siku hiyo mwezi wa 10, lakini baadaye kanisa liliona ni busara kuhamisha sherehe hii kutoka mwezi wa 10 na kuileta takribani hapa sasa mwezi wa 11 mwishoni, iwe ni sherehe ambayo inafunga mwaka wa kanisa. Kwa sherehe ya Kristo Mfalme ni sherehe ambayo inaufunga mwaka wa kanisa, na Jumapili ijayo tutaanza mwaka mpya wa kanisa.